Sasa ndugu waandishi wa habari, niende kwenye msingi wa ajenda au hoja ambayo nimewaiteni ili niweze kuzungumza nanyi siku ya leo. Mtakumbuka wiki iliyopita Mheshimiwa Waziri Mkuu Mheshimiwa Kassim Majaliwa alikuwa mkoani Tabora. Alitoa kauli ambayo imeibua mjadala mkubwa katika jamii yetu na hasa kwa vijana wa Kitanzania ambao ni wasomi. Sasa kauli ya Mheshimiwa Waziri Mkuu kuwataka wasomi na wasio wasomi kuelekea kusomea elimu ya ufundi katika vyuo vya VETA ni kauli ya kisiasa ambayo kwa bahati mbaya haijafanyiwa tafakuri pana ya kiutafiti. Kauli hii inatoa majibu ya haraka yasiyozingatia kwa kina hali halisi ya uchumi wa nchi, uwezo wa viwanda, mahitaji ya soko la ajira na mustakabali wa maendeleo ya taifa kwa ujumla. Nyinyi mtakumbuka kauli kama hizi zinatolewa na kiongozi ambaye moja ndio mtendaji mkuu wa shughuli za serikali, lakini waziri mkuu pia wizara yake wizara yake ndio inayohusika na masuala ya vijana, ajira pamoja na kazi. Kwa hiyo hili jambo ni jambo ambalo lina maslahi na umma. Ni lazima tulitolee ufafanuzi na lazima tuihoji serikali, lakini pia tuishauri serikali ni namna gani inaweza kufanya kuwasaidia vijana wa nchi hii ambao ni wasomi katika taifa letu. Kwa kuzingatia hali halisi ya Tanzania, tunapaswa kuangalia kwa kina athari za mwelekeo huu wa jinsi ambavyo msisitizo wa aina hii bila mkakati mpana unaweza kuathiri sekta mbalimbali. Mfano kutoka nchi za Afrika, Ulaya na Marekani inaweza kusaidia kuangazia athari chanya na asi za mfumo huu. Ndugu waandishi wa habari, kuibua tatizo la ajira kwa wahitimu wa ufundi. Ni kweli kwamba elimu ya ufundi ina umuhimu mkubwa katika maendeleo ya taifa lolote. Hata hivyo, kuhimiza watu kwenda kusomea ufundi bila uwekezaji wa kutosha katika viwanda na sekta zinazoweza kuajiri wahitimu wao kunaweza kuzalisha changamoto zifuatazo. Moja, ongezeko la wahitimu wa VETA bila fursa za kutosha za ajira katika sekta rasmi. Na mpaka sasa bado kuna wahitimu wengi wa VETA ambao hawana ajira, lakini pia hawa wahitimu hawana hata mitaji ya kwenda kutumia ujuzi wao, aidha kama ni fundi magari au labda ni mtaalamu wa masuala ya umeme wa magari, anahitaji kwenda kuanzisha ofisi ambayo watu watamuona. Kijana huyu unakuta ana mkopo ambao unaweza ukamsaidia kwenda kuanzisha, lakini pia hawezi akakopesheka kokote. Kwa kauli ya waziri mkuu ni kauli ambayo ina athari kubwa katika jamii yetu. Mbili, kupanuka kwa sekta isiyo rasmi, yani informal sector, ambapo wahitimu wa VETA watalazimika kujiajiri bila mfumo rasmi wa kuwaendeleza. Tatu, kuzoofika katika sekta nyingine za elimu, kwani vijana wanaweza kuhamasika kusomea elimu ya ufundi wakiamini ni njia pekee ya kupata ajira. Mfano katika nchi ya Afrika Kusini na Nigeria. Afrika Kusini ilianzisha programu ya elimu ya ufundi kama sehemu ya ajenda yake ya kukuza ujuzi, yani Skills Development Act ya mwaka 1998. Hata hivyo, kutokana na kukosekana kwa uwekezaji wa kutosha katika viwanda na biashara ndogo za kati, wahitimu wengi walishindwa kupata ajira rasmi na idadi kubwa walilazimika kujiajiri katika sekta isiyo rasmi. Nigeria kwa upande wake imekuwa na vyuo vingi vya ufundi, lakini viwanda havijawekeza kuchukua wahitimu wa kutosha, hivyo wengi wao wanakosa kazi na wanaishia katika ajira duni zisizo na tija kubwa kwa uchumi wa taifa lao. Na mfano nchi kama Ujerumani.
Ujerumani, tofauti na nchi za Afrika Kusini na Nigeria, imefanikiwa katika elimu ya ufundi kwa sababu mfumo wao unahusisha dual education system, ambapo wanafunzi wa vyuo vya ufundi wanashirikiana na viwanda moja kwa moja katika mafunzo kwa vitendo. Hili limefanikiwa kwa sababu nchi hiyo ina msingi imara wa viwanda vinavyowahitaji wahitimu wa ufundi. Tanzania haijafikia hatua hii, na hivyo kuna athari ya kuzalisha wahitimu wengi wasio na ajira. Nyinyi mnafahamu, huko zamani tulikuwa na viwanda vingi. Tulikuwa na Mutex, tulikuwa na Mwatex, tulikuwa na jineri mbalimbali nyingi ambazo kama serikali ingeweza kuendeleza viwanda vile, vingeweza kuajiri vijana wengi ambao wanahitimu VETA. Lakini vile viwanda vimekufa. Unapohamasisha vijana kwenda kusomea VETA, umetengeneza mekanizmu gani ya kuhakikisha kwamba hawa vijana wakimaliza elimu yao ya VETA wanaweza kwenda kufanya kazi viwandani, wakazalisha, wakapata uchumi unaweza kusaidia maisha yao. Kwa sio kila lugha inayotamkwa au kauli inayotamkwa inaweza ikawa ina umuhimu katika jamii. Lugha zingine ambazo zinatamkwa na viongozi wetu zinakosa mantiki na zinakosa mashiko katika jamii yetu. Kosekana kwa uwiano kati ya elimu ya msingi, kati ya elimu na mahitaji halisi ya soko la ajira. Kauli hii inapuuza ukweli kwamba maendeleo ya taifa hayategemei sekta moja tu, bali mseto wa taaluma mbalimbali kuelekea nguvu nyingi katika elimu ya ufundi, bila kuhakikisha kuwa kuna uwekezaji wa kutosha kwenye viwanda, ujenzi na sekta nyingine, kunaleta athari zifuatazo: kuzalisha wahitimu wengi wa VETA wasio na kazi kwa sababu ya uwiano mbovu kati ya elimu na mahitaji ya soko; kuzoofisha maendeleo ya taaluma nyingine muhimu kama sayansi, uhandisi, uchumi na sayansi ya jamii; kupunguza motisha kwa vijana kusomea taaluma nyingine kwa kuhisi kuwa serikali inapenda zaidi elimu ya ufundi. Mfano, Marekani na Uingereza. Marekani iliwahi kuwa na mwelekeo mkubwa wa elimu ya vyuo vikuu kuliko ufundi, lakini badala ya kuona uhaba wa mafundi stadi, ilianza kusisitiza elimu ya ufundi. Hata hivyo, juhudi hizi zilihusisha uwekezaji mkubwa katika viwanda na ajira, tofauti na Tanzania ambayo bado haijawekeza vya kutosha katika viwanda vya uzalishaji. Tunataka serikali iwekeze kwanza katika viwanda vya uzalishaji, kwa sababu sisi Tanzania tuna bahati ya kuwa na ardhi kubwa ya kutosha. Tuna bahati ya kuwa na maji mengi ya kutosha, ambayo kama serikali ikiwekeza kwenye viwanda inaweza kusaidia kuhamasisha hawa wanafunzi waende wakasome VETA, kwa sababu mnajua wakitoka VETA moja kwa moja watakwenda viwandani kuajiriwa na kupata kazi ambazo zinaweza kusaidia surviving ya maisha yao.